Mambo vipi? Ni muda na wasaa mwingine ambao binafsi natumai unaendelea vema kabisa. Karibu katika mwendelezo wa elimu, burudani, lakini pia tunapiga story na watu mbali ambao binafsi naamini wanaweza kaongeza kitu muhimu katika ulimwengu huu wa burudani. Tupo na Kayumba leo. Ikumbukwe leo ni siku yake muhimu sana ambayo anakumbuka kuja kwake duniani. Lakini pia hii siku hajatamani ama ameamua isiende hivi hivi, awape zawadi mashabiki zake ambao wamekuwa kimwamini kwa muda mrefu sana kwa kuja na extended playlist ama EP ambayo inaorodha nyimbo kadhaa kali na za msingi zaidi. Inaitwa Food Brain. Kwa nini aliita hivyo na mambo mengine mengi kuhusiana na EP, lakini na siku yake muhimu kabisa kuzaliwa, atatujibu hapa Kayumba. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, ni mapema, bado hujachelewa, nafasi hiyo unayo. Kayumba. Yo bro. Mambo vipi bro? Bwana poa bro zangu. Wema? Wema kabisa, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Habari za siku, kazi na mambo mengine? Bwana, kazi tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunasonga. Tupo tunapumua, cha msingi wanasema uhai. Ukishakuwa na uhai tu basi kila kitu kinaenda sawa. Okay. Kwenye maisha kawaida tumezoea watu wengi mwanzo wa mwaka huwa wanauogopa sana. Wanasema maisha yanakuwa tight, biashara zinakuwa ngumu. Kayumba anajiamini kiasi gani kwa sababu biashara yako ni muziki? Na umeamua katika siku yako ya kuzaliwa uje na biashara yako vile vile mwanzoni mwa mwaka. Kipi kilichokusukuma na kukupa nguvu zaidi ya kuanza na jambo kubwa katika kipindi ambacho wengi wanaamini ni kigumu? Mimi kwanza ninaaminigi sana kwenye kuthubutu, kwenye kufanya, kwa sababu uwezi ukasema kitu kigumu kama hujawahi kukifanya. So nimejaribu kwanza kuona kweli kwa kipindi hiki ni kigumu kukifanya. Lakini nimeona kama kumbe sio ile kama watu wanavyozungumza. Kumbe sometimes hatutakiwi kuamini tu kinachosemwa, tunatakiwa kuthubutu pia, uangalie kweli hichi ninachokifanya ni hichi kinachozungumzwa ni kweli au ndo. Unajua sometimes kuna watu wengine sasa hivi tunaangalia sana motion speaker, lakini hatuchanganywe pia na sisi kwenye ubongo wetu. Bila pia uchanganywe pia kweli ama. Sawa Kayumba, kabla tujaja kutazamia ama kuiangalia EP uliokuja nao, kwanza niseme hongera. Naamini umetimiza miaka kadhaa. Happy birthday bwana Kanumba. Sana brother, shukrani sana. Hivi tumekusanya mingapi? Sasa hivi kama 27. 27, Gen Z kabisa. Gen Z kabisa. Hii inaweza tukasema Kayumba alianza kupashu kipaji chake akiwa katika umri mdogo sana, right? Mimi nimeshiriki BSS kipindi kile nilikuwa na miaka kama 16 hivi. Ila nili cheat kidogo miaka kwa sababu nilikuwa nahitaji kujulikana na vitu kama hivyo, kupambania jina langu na vitu kama hivyo. Nikataja umri mkubwa, lakini mimi nimemaliza darasa la 7 2010 na Happy birthday bro. EP kali sana. Mimi nimemaliza la 7 2013. Unajua? Mimi nimemaliza darasa 7 2013 na wale wamaliza darasa 7 na mimi wananijua kabisa. Mpakani pale Mabibo. Kwa hiyo yani ni muda mfupi sana. 2013, 14, 15 nikashiriki BSS nikashinda. So mimi nimeshiriki BSS bado mdogo sana, kwa young sana. Kwa si ajabu hata matumizi ya mpunga hukuelewa mzee. Mambo ya mpunga achana nayo, yashapita. Hongera sana. Of course bado ni kijana, lakini unaweza kukubaliana na mimi, yawezekana usione, lakini sisi wengine tunagundua kwamba katika umri wako mdogo umefanya vitu vikubwa na umeweka alama kubwa sana kwenye nchi. Hongera sana. Food Brain. Brain food. Yes, Brain Food. Kwa nini Brain Food? Brain food kwa sababu ujue, umeona wewe brother, wewe mwili wako ukitaka kutoka katika huo mwili wako hapo ulipo, uwe labda na mbavu, utafuta labda namna fulani
uwe fulani, lazima utashauriwa kuna vyakula ule, kuna mazoezi ufanye. Unaelewa? So kila kitu tunachoona katika mwili wa binadamu kina chakula chake. Unaelewa? Pia kuna chakula pia cha roho. Unajua? Hiyo kama ushawahi kusikia ama lakini pia kuna chakula cha akili. Chakula cha akili ndo vitabu watu wanasoma, kuna watu wengine wanasikiliza vitu na vitu kama hivyo. So nilifikiria kuita Brain Food kwa sababu ukisikiliza EP ya Brain Food yenyewe kuna vitu utajifunza, kuna namna pia kuna namna kwenye mapenzi pia kuna vitu utajifunza na vitu kama hivyo. Kwa ndo maana kaita Brain Food, ni chakula cha ubongo. Tukisikia, of course mimi mwenyewe nilivyoona tu jina moja kwa moja, I was like yawezekana Kayumba amekuja na elimu kubwa zaidi ndio maana amejiamini kiasi hiki. Unadhani namna cover, jina na kile ulicho deliver ndani kinaendana? Yep. Kwa maana ya jina la EP yenyewe na nyimbo zilizopo inaendana? Inaendana kabisa. Yep. Pana nyimbo kama 9 kwenye ile EP. Kuna ile ambayo ulifanya na ndugu yako Aslay, by the way ilienda sana. Na ile mimi natamani tutaizungumzia kidogo kwa sababu tunamjua Kayumba kwenye idea za tofauti, lakini ile nadhani imekuwa ni ya tofauti sana. Sijui nini uliwaza, tutarudi hapo. Kuna nyimbo 9, tuiache hiyo pembeni ambayo ulikuwa na ndugu yako Aslay, bonge moja la goma. Mbali na ile, ipi ambayo unaweza kairate namba 1 kwenye ile ipi? Na kwa nini? Bwana hapo kwenye namba 1 hapo mtu achie mashabiki hapo kwenye namba 1 hapo tuachie mashabiki hapo. Lakini mnatudanganyaga. Kuna ile ambayo inaita mara kwa mara. Yaani zote mimi nyimbo zangu nazipenda sana. Brother, respect brother. Zote mimi nyimbo zangu nazipenda, lakini yani ukiniambia nipange namba 1 ukitufanye tufanye namba 1. Okay, sawa. Sasa hapo kidogo umenipa urahisi. Namba 1 yenyewe kabisa ungeanza. Yep, nyimbo yangu favorite sana, naisikiliza sana. Hata nilipokuwa nina record, baada ya kurecord nilikuwa naisikiliza sana. Ungeanza. Namba 2 kwangu favorite Ona. Hiyo Ona ni namba 6 kwenye EP. Ni nyimbo ambayo pia naisikiliza sana, naipenda sana. Na namba 3 na Kontawa. Nachoka. Namba 4. Ni binafsi bwana. Kwenye orodha hizi nyimbo. Nitakuwa mnafiki. Mimi napenda niwe mwazi, sijazisikiliza zote. Lakini natamani unipe story kidogo kwa shemeji yetu. Kuna goma ambalo linaitwa Shemeji Yenu. What was the idea behind kuja na Shemeji Yenu? Shemeji Yenu ni nimezungumzia shemeji yenu kama shemeji na wewe unavyojua, ni shemeji yenu, lakini nimezungumzia kwamba mapenzi yetu mimi na huyo shemeji yenu yapo vipi na nampenda vipi, ananifanya nipendeze na nifanya ning'ae nini shemeji yenu. So ndo idea ipo hivyo. Nataka nije hapo. Inawezekana shemeji pia ametupa nguvu ya kwanza na EP katika kipindi kigumu cha mwanzo wa mwaka. Sana hapa mimi inawezekana shemeji kuna nguvu, anasemaga jinsia tofauti na nguvu sana kwenye maamuzi sometimes. Of course ndio tunasema tumembo wawili. Tunategemeana. Lakini ikifikia tu hiyo nitawaambia bwana yupo ndo huyu hapo ndo kafanya balizo, lakini sasa hivi napambana tu mimi mwenyewe na meneja wangu Walter. Hakuna mchango wote wa shemeji yetu. Ungemwona pembeni hapo kama ndugu yangu Mr. Kesho. Wewe unaona Mr. Kesho hapo ingia hapo. Sasa rangi fulani ya dim. So mimi nasema na mimi ningekuwa naye pembeni au vipi Kesho? Muhimu sana. Sasa ila nikupongeze, una sifa moja kubwa sana ambayo mashabiki zako wengi wanaipenda, ni muziki mzuri. Alafu Kayumba ni humble, kigombana na Kayumba wewe basi huwezi kuishi na msanii yoyote. Lakini pia Kayumba amenyoka sana. Mimi naamini katika kunyoka kwako utanijibu swali kwa kunyoka vile vile. Anaweza pia kanasifia vitu ambavyo sina. Hujanyoka Kayumba? Anaweza pia kanasifia vitu ambavyo sina. Pia huwezi pia. Mimi nimethibitisha na kufahamu zamani sana. Sema ni ile hatujapiga sio, lakini nakufahamu. Na sifa yako ambayo kweli umenyoka. Hiyo nathibitisha kabisa, hauna kona umenyoka. Upendi, unapenda. Japo sio mtu wa kuzungumza.
Kwenye hili pia naamini utakuwa umenyoka sana. Na swali moja dogo sana. Kayumba na date wangapi sasa hivi? Sasa hivi moja tu. Ndio ushemeji yetu. Sawa. Hongera sana. Anaitwa nani? Sasa bado hajafika rasmi kumtaja. Sasa mpaka tumemsifia kwenye EP. Ndamzungumza. Ikifika wakati nitamwambia na mashemeji yenu hapa. Yeah, nafikiri ngoja kwanza labda nampika pika. Unajua macho ya wengi, macho ya watu wengi yanahusu ndio wanasemaga. Kwa taratibu mtamuona tu. Anyway, ila yupo bwana, lakini bado hajawa official. Turudi kwenye nyimbo ambayo nilisema binafsi nitaiweka kiporo. Najua umezungumza mara nyingi, umefanya interviews nyingi. Of course hongera sana with a very different idea. Malaika. Hapa kwa mtu ambaye hajaisikiliza nadhani bado una nafasi kaicheki pia Kayumba. Kuna wimbo unaitwa Malaika alimshirikisha ndugu yake wa muda mrefu sana Aslay. Bonge moja la idea tofauti. Malaika anazungumziwa mtoto mdogo ambaye tunafahamu ni malaika, yuko tumboni kwa mama yake, anamsisitiza mama regardless what the difficulties anazipitia lakini asimtoe. Idea ilikuwaje ndugu yangu? Unajua umezungumza mara nyingi lakini yawezekana kuna mwingine kwa mara ya kwanza leo anaisikia hii. Uliwaza kwamba inaweza kawa idea kubwa kiasi hiki? Kiukweli sikuwaza kama itakuwa kiukubwa zaidi. Mimi waga nafanyaga afu mambo ya ukubwa na mwachia Mungu. Yeye mwenyewe ndo anajua jinsi gani kuifanya kitu kwa kikubwa. Lakini nilikitengeneza kwa kutegemea kwamba kitawafikia watu wengi sana ambao labda washapitia ile situation na vitu kama hivyo. Malaika ni nyimbo ambayo mimi mwenyewe pia kwanza ni favorite kwangu. Naweza kusema hivyo ni favorite sana kwa sababu ni nyimbo ambayo yani hata historia katika kuifanya hatukupanga mimi na Sele kufanya. Yani tulikutana tu studio kufanya ngoma nyingine kabisa. Lakini akanisikia naimba kwenye nje na gita. Ananiambia sasa ile nyimbo tukatufanya ile achana nayo. Tufanye hii. So wakati ulikuwa umeshaandika sana. Nilikuwa nishaandika na kila kitu. Nilikuwa nishaandika pesa. Kwa hiyo alisikia ile chapu yani pesa pili kwa haikuwa na mambo mwisho. Unajua tena mweupe tena mtu mbadi kaua chapu. Kwa nini tulimfikiria mtoto aliyoko tumboni ambaye hajui chochote? Hatujamfikiria mama ambaye ndio anambeba, wengine huwa wanatoa let's say labda kwa ugumu wanaoyapitia, wengine kwa maudhi ya sisi wanaume, wengine kwa kulazimishwa pia na wanaume ambao wanawapa hivyo viumbe kwamba mimi kwa sasa bwana hebu toa. Kwa nini ulimfikiria zaidi mtoto na si hawa wawili ambao wamesababisha hicho kiumbe? Kwa sababu mtoto hana hatia. Yepo hivyo mtoto hana hatia, lakini pia sisi tunaweza ikawa burudani zetu zinatutesa. Hiyo ipo hivyo kaka. Inaweza ikawa burudani yako mwenyewe tu, burudani zako mwenyewe unaweza kulea mtoto na nini burudani zako hizo mwenyewe, lakini mtoto yule sasa ni sio yeye kupanga hilo, sasa hana kosa. Kwa hiyo nilifikiria hivyo kwa sababu naamini kabisa yule mtoto ndo mimi, ndo wewe, ndo hao watu wengine wote, hata huyo mama pia alikuwa ipo hivyo tumboni huko. Yeah. Kama wewe ni dada yangu kwa sasa, una ujauzito ambao kuna mwamba kama mimi kaukataa, tafadhali kabla hujafanya kitu chochote kaisikilize ama kaitazame tena ile nyimbo. Ule ni wimbo ambao binafsi naamini unajitosheleza, tukiongeza maneno mengi sana hapa tutauharibu. Tembelea kurasa rasmi za Kayumba na utakutana na EP yake mikwaju 9 iliyonyooka kabisa. Lakini kabla tujamaliza kabisa bro, nini wito wako kwa ladies ambao wanapitia changamoto hizo na kwa inawezekana saizi ana kiumbe na haelewi atafanya nini? Mimi bwana wito wangu kwamba naweza kusema labda Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye mwenye kujua kwa kila kitu wewe. Kwa hiyo kama umeipata basi itoke labda kwa bahati mbaya, lakini sio kwa kutoka kwa makusudi. Yeah, ipo hivyo. Sawa. Jamani, leo ni siku rasmi ambayo Kayumba katuletea kazi yake. Naomba tumsikie kwa maneno machache sana akizungumzia kazi yake kwa ujumla na chochote ambacho yawezekana shabiki hajakijua anatamani kukifahamu leo. Kayumba, karibu mdani wako kuhusu EP lakini pia maandalizi na namna ambavyo tunaendelea na promotion. Yo bwana, tupo hapa HQ hapa au vipi Tabata hii, tunazindua EP yetu mpya kabisa inaitwa Brandfood. So kama upo mbali na hapa umealikwa, karibu sana, mambo ndo yanaanza na vitu kama hivyo. Lakini pia tunakukaribisha kusikiliza EP yetu kwenye digital platform zote. Sasa hivi ipo
on, yani sasa hivi tunavyoongea sasa hivi EP ya Brentford ipo on, unaweza kusikiliza sehemu yote kwenye digital platforms zote, YouTube huko Audiomack na sehemu zingine zote. So enjoy good music. Kayumba nipo hapo kwa ajili yenu, lakini pia mimi siwezi bila nyinyi, so nahitaji sana support yenu sana sana. One love. Yeah. Support ni kitu muhimu sana kama alivyozungumza Kayumba. Usiondoke bro, nisema tumalizane na EP na swali moja dogo sana. Ukiachilia mbali wasiwasi, mama na madude mengine kibao ambao Kayumba alishafanya. Nimekutana na brother mmoja hivi alisema kuna kitu Kayumba anacho ila ni kama bado watu hawajampa nafasi. Una uwezo mkubwa kufanya live. Nakumbuka kuna station moja ilikuwa inaongoza baadhi ya vipindi vya watu kuimba live. Kayumba ni miongoni mwa watu ambao waliua sana. Sasa mimi nina swali moja, nitakutajia jina la baadhi ya watu kama ambavyo wanasema kuna kitu Kayumba anacho, alafu kuna baadhi ya watu hawajamzingatia sana. Kwa mfano mimi ukiniambia, ukinitajia Kayumba, naweza ngasema loyal guy, kijana mstaarabu mwenye kipaji kikubwa sana. Sasa naanza na wewe. Aslay. Mkimya sana. Lakini pia ni mkimya, lakini pia wanasema chale pia. Ana uchale fulani brother. Lakini pia ni mtu ambaye anapenda pia muziki sana. Okay. Ya kuliko chochote. Kitu gani ambacho wengi wanakifahamu ni tofauti na alivyo Aslay au hawakijui kabisa kuhusu Aslay? Hiyo sasa muulize mwenyewe, hiyo mimi mwenyewe sijui pia. Huyo wa kwanza. Wa pili Mkubwa Fella. Mkubwa Fella. Mkubwa Fella ni mtu mwenye msimamo kwenye mambo yake. Mkali pia. Mkubwa Fella ana huruma pia, ni investor pia. Okay. Sawa. Wewe ni miongoni mwa vijana ambao Mkubwa Fella naweza nikasema ni baba yako kwenye sanaa. Na mna historia fulani hivi nzuri kabisa. Wewe ni binadamu, mimi ni binadamu. Tunamwombea kila lenye heri kwenye anachokipitia kwa sasa. Mengi alizungumzwa siku za nyuma ambayo hatutakiwi kuyarudia sana. Unapoyasikia maneno kama yale, ni kitu gani ambacho kinakuja kichwani kwako? Unajua mambo ya kuumwa ni mitihani ambayo kila binadamu anaweza kupitia. Ya leo hii unanioje, lakini kesho unaweza kusikia bino anaumwa. Ya kwa hiyo hivi mambo ya kuumwa sio mambo ya kuzungumzia sana, ila mimi namuombea Mwenyezi Mungu mzee wangu ampe afya tena arudi kwenye kazi zake kama kawaida. Sisi tupo tunampenda sana mzee wetu. Ya na mimi pia ni mmoja ya watoto ambao nishapata bahati ya kwenda kumuona Mkubwa Fella, na pia nilipata bahati pia hata kumuimbia, ila mimi sio mtu sana wa kurekodi na kuposti. Lakini kama ingekuwa mtu hivyo mngekuwa mnaona matukio mengi sana. Yeah. So naweza tukasema kwenye orodha wasanii ambao wamemkumbuka Mshua katika kipindi ambacho anakipitia, Kayumba ni mmoja wao. Yeah. Ipo hivyo. Japokuwa tunahitaji kumkumbuka zaidi kwa sababu ni mzee wetu. Hiyo sio mwisho. Haya, Beka Flavor. Leo nakutajia marafiki zako tu. Beka Flavor. Beka Flavor. Beka Flavor mkali. Mkali, pia ukimletea masala kwenye mambo yake anaweza mkagombana. Brother Beka. Aliwasha moto juzi. Kwa Beka Flavor ndio ipo hivyo. Yaani kanyoka mkinyoka. Ukizingua naye anakuzingua. Okay. Sawa. Chochote cha mwisho ambacho ungependa kushare na sisi bwana, tusikumalizie muda, watu wanaweza kana kusubiri zaidi kwa sasa. Chengine mimi kusema tu kwamba nawashukuru sana kwa mapokezi yao ya Brentford, mapokezi makubwa sana, sikutegemea kiukweli. Lakini pia nawashukuru kwa ndugu zangu wote waliopata mwaliko wangu na wakafika kwenye jambo letu. One love sana. Bwana, tusubiri baadaye tu enjoy, usitoke hapo kwenye kamera yako. Ni Kayumba, mengi tumezungumza. Binafsi nashukuru kwa mapokezi yake, lakini pia heshima aliyotupatia leo. Ni jambo jema sana kwa sisi kuwepo hapa. Kama kuna chochote ambacho tumekisahau hatujamuuliza Kayumba, si mara ya mwisho kuzungumza naye, tuachie kwenye ulimwengu wa maoni. Muda wote tukutana naye itakuwa ni swali lako la kwanza kabisa. Kama kuna lolote pia amelizungumza binafsi hujalipenda, kwa niaba namuombea radhi. Sisi ni binadamu na tuendelee kusupport EP